Naam, kuna kasumba na kuna mchezo wa paka na panya ambao unaendelea katika taifa letu la Kenya, na tukizidi kunyamaza mambo yanaweza kwenda segemnege. Kama mwanasiasa katika taifa letu la Kenya, na wakati wa zile campaigns tulikuwa tunafanya serikali ya Kenya Kwanza na aswa ya UDA, tulienda mashinani tukaomba kura, tukamwombea Mheshimiwa Rais William Ruto kura, na pia yeye alitembea zaidi kutafuta kura, na uongozi ama uraisi aliopata hakupata kwa kubahatisha, bali alipata kwa kutembea na kuongea na Wakenya kote kote. Hivi sasa kuna makundi tofauti tofauti, naona ni kama kwamba wako na lengo fulani na agenda fulani, na agenda sio ya kupigania haki za kibinadamu, bali ni kupigana kuona Mheshimiwa Rais William Ruto ametoka mamlakani. Na hii kama kiongozi na kama mwanachama wa UDA hatutakubali na hatutaona yale yote tulipigania ya kwamba ikiwezwa kufanyiwa upuzi na baadhi ya watu wachache ambao wanaeneza propaganda hapa na pale katika mitandao, katika vyombo vya habari. Na pia tumeona vyombo vya habari vikikuwa ya mbele kuchochea umma. Nimefuatilia sana matangazo ya mwenda zake Ojwang ikipeperushwa katika maruninga. Ni kama tunazidi kuchochea umma. Hapo jana pia nasema pole kwa yule kijana ambaye alipigwa risasi, na pia kwa njia nyingine naona kwamba pia uongozi wa maafisa ama uongozi wa polisi katika taifa letu la Kenya kidogo imezembea. Sijaona uongozi kamili tokea kwa yule Bwana Kanja. Bwana Kanja anafaa atoke na maagizo kamili. Hakuna siku yote tumeweza kushuhudia maandamano katika taifa letu ya amani. Kukipangwa maandamano, kuna wale vijana wa kutokea sehemu za ambao wana ajenda yao tofauti ya kukuja kupora na kurudi nyumbani akiwa wamebeba simu kama kadhaa 3, 2. Hiyo ndio agenda. Watu wengi ambao wanakuja katika hii maandamano ni watu wanakuja kupora, kuzua rabsha katika miji yetu ya Nairobi. Kama hapo jana, mimi kibinafsi nilikuwa katika mji wa Nairobi na nilipata changamoto kubwa kusonga katika duka moja hadi la pili. Hakukuwa na maduka, biashara za watu zinaweza kufungwa. Lakini hao watu ambao wanasema wanapigania haki za kibinadamu, sijaona yeyote akimtetea yule ambaye duka lake limeporwa, yule amepoteza mali yake, yule ameibiwa, bali naona wanajaribu kusingizia kwamba kuna wale maguns ambao walilipwa na kukuja katika hiyo ni kinyume cha sheria, na mara nyingi nasema kwamba haki yako inaishia pale haki yangu inaanza. Uwezi kunidhulumu, uwezi dhulumu Mkenya, ufunge biashara ya Mkenya ukisema unakuja kuandamana. Sio lazima uweze kuandamana katika jiji la Nairobi. Kuna maeneo mengi unaweza kuandamana, na kuna tofauti ya kusema picketing na demonstration. Kama kuna jambo la busara ambalo unataka serikali iweze kufanya, hatuna haja ya vitisho. Unatoka, unakusanyika pale pamoja, kama tunasema ile picketing, unachukua matawi, unatembea kwa kusindikishwa na maafisa wa ulinda usalama, bali si kuja katika miji ama katika mji mkuu wetu wa Nairobi kuvua rabsha, kila duka zinafungwa kwa kuhofia kuporwa. Na pia mimi naomba pia uongozi wa maafisa wa polisi, Bwana Kanja, toa uongozi na utoe msimamo dhabiti. Vijana ama maafisa wako wasipate kudhulumiwa ama wasipate kupata madhara wakiwa katika line of duty. Toa mwongozo kamili. Kama ni kufunga yoyote asije ama asifike mjini, basi weka barriers katika barabara zinazoingia ama zinakuja mjini. Kusikue na mtu yote ambaye anakuja town kuvuruga. Kama unataka kufanya maandamano, fanya Thika Road, fanya Mombasa Road, fanyia huko nje ama fanyia pia kwa estate yako. Pia huko utaweza kusikika na wana habari watakuja kuchukua sauti yako. Walakini tusibadili nchi yetu ya Kenya kwa ikue kama ni sasa ni banana republic. Kila mtu anatoka akileta unachochea umati, na mara nyingi tunazidi kuongeza propaganda ili iweze kupeleka agenda ya wanasiasa na viongozi fulani fulani ambao wanajua kenye wanapata. Kuna watu wanalipwa katika shughuli hii, bali kuna yule Mkenya ambaye hana hatia anajipata katika patashika na ataweza kuuawa na familia yake itakosa mtu wao.
Walakini kuna wale wanapenda ama wanafurahia jambo kama hiyo, ndio wanaweza kupata umaarufu katika vyombo vya habari. Unawaona wako katika televisheni, katika makamera, wako tayari, walakini hautawahi sikia kwamba ameenda kwa yule amepata msiba na akaweza kumchangia hata shilingi 2. Pia namwomba rais wa taifa zungumze na atoe mwelekeo wa taifa. Hii kuna mchezo nyingi ambayo inaendelea katika taifa letu la Kenya, na hiyo sio njia ambayo tunataka watoto wetu waweze kulelewa. Kuna matusi mengi katika vyombo vya habari, kuna katika mitandao na kadhalika. Kenya ni nchi yetu sote, na Kenya inapaswa